Ilikuwa ni jioni, tumekaa kwenye jamvi tunakula ugali, mimi, mama na mdogo wangu Lulu. Ile nimekula matonge mawili tu, nikahisi kichefuchefu. Nikasimama haraka na kukimbia nyuma ya nyumba kwenda kutapika. Baada ya kutapika nikarudi kula, lakini nikagundua mama ananitazama kwa macho ya wasiwasi. Akaniuliza, "Uko sawa?" Nikajibu, "Niko sawa." Akauliza tena, "Una uhakika? Asubuhi pia ulitapika. Kama mgonjwa niambie nikakope pesa nikupeleke hospitali." "Hapana mama, mi hata siumwi." Akasema sawa, kisha tukaendelea kula kimya kimya. Sasa asubuhi kesho yake mimi na shosti yangu Salome tulipokuwa tunatoka kisimani kuchota maji, nikamwambia kuhusu kutapika kwangu. "Hizi siku mbili sijisikii sawa, sijui washaniloga wanakijiji maana hawachelewi kufanya mambo yao." "Vipi tena?" "Nimekuwa natapika alafu nalala sana. Yaani najilalia tu, nasikia uvivu. So mambo yangu hayako sawa, natamani kula muda wote. Alafu kuna kale kaharufu ka kitunguu kananitia kichefuchefu hatari." Salome ikabidi aweke ndoo chini na kuniangalia kwa hofu. "Mara ya mwisho kupata siku zako ilikuwa ni lini?" "Ilitakiwa nipate wiki iliyopita ila nimechelewa." Salome akanyamaza kama dakika moja kisha akasema, "Lola, unahisi una mimba wewe?" Aisee, nikacheka sana maana aliona kama anacheza na akili yangu. "Hapana we bana, inawezekanaje?" "Lola, kuna mimba, nina uhakika kabisa." Pale pale nikaanza kutetemeka maana endapo mama akijua nina mimba atanivunja meno ya mbele na atanifukuza nyumbani kabisa. Yeye ni mwenyekiti wa kikundi cha maombi cha wanawake kanisani, kwao hataki ujinga kabisa. Basi nikaanza kulia kama kichaa. Nilifanya yale mara moja tu na akasema kuwa sitopata mimba. "He, na wewe ukaamini? Shosti yangu amekudanganya na alikuambia hautapata mimba." "Sio kweli, kakudanganya. Na mimi nilikwambia usithubutu kumpanulia miguu, ila wewe ukampanulia huyo bwana wako. Haya sasa unaona kilichokutokea? Kichwani upo kama zezeta tu ninavyokuona ndugu yangu." "Hakuna shida Salome, nitamwambia kuwa nina mimba yake kisha atanioa. Awe hujui kuwa ananipenda?" "Acha." Salome acheke. Mbavu hana, alicheka kweli. "He, yule sio muoaji Lola, tena sio mtu kama wewe. Mimi najua anakudanganya tu. Riko hayupo kama unavyofikiria, ananipenda sana. Ameniambia tutaenda wote mjini. Tukifika huko atanitambulisha kwa wazazi wake. Wewe hujui tu hilo kwa sababu una wivu na hujui kupenda na mwanaume yeyote hapa kijijini." Nilichukia vibaya mno. "Sawa, sipendwi na mwanaume. Haya wewe unayependwa na wakaka, umefaidika nini zaidi ya mimba? Tena sidhani kama atakubali. Kwa hiyo badala ya kuongea upuuzi ni bora ufanye njia kutatua swala lako. Sitaki msaada wako." Nikamwambia, "Riko mimi atanioa." Nikachukua ndoo yangu ya maji nikaondoka zangu. Baada ya Salome kunikasirisha, nilimwona kama ana wivu tu sababu hakuna mwanaume anemtaka pale kijijini. Nikapanga nikimaliza kula jioni nitatoroka kwenda kwa Riko nimwambie kuhusu mimba. Nilikuwa na 100% akipata habari atafurahi sana na atanioa. Basi baada ya kula chakula cha jioni wote tukaenda kulala. Mimi huwa nalala na mdogo wangu, naye akiwa kalala asikii chochote. Hivyo nilihisi nitatoroka wakati huo. Sasa usiku huo nikangoja alale. Alipolala tu nikavaa gauni langu la maua ambalo Riko alinunuliaga. Nilipomaliza kuvaa nikafungua mlango taratibu kisha nikatoka kwa kunyata. Ila jamani, siku ya gundu ni gundu tu jamani. Sijapiga hatua hata 10 nikahisi kuvuta gauni langu kwa nguvu. Nikageuka, nikakutana na bi mkubwa. "Huyu hapa, hacheki na yoyote ule. Unaenda wapi Lola usiku huu?" Nikaanza kutetemeka. Nikahisi kama najikojolea maana bi mkubwa akipiga anapiga vibaya mno. Hacheleweshi. "Naenda chooni tu." "Acha uongo. Choo kiko kushoto na wewe unaenda kulia. Unaenda wapi? Au nadhani sikusikia story huko kijijini
kuna mwanaume anakuchanganya kichwa na watu washakuona mara kibao. Unatoroka unaenda wapi? Unaenda kwake sio? Hapana mama, sio kweli. Basi niambie unaenda wapi? Nikanyamaza. Na hiyo ilimkasirisha zaidi. Kama dakika za kuhesabu pale pale, akatoa ndala, akaanza kunipiga nayo. Kwa zile harakati za kunipiga mimi na kujitetea saa ngapi asiguse tumbo langu. Taratibu nikamuona anadondosha ndala chini mwenyewe bila kupenda. Lola, una mimba? Hapana mama, mimi mbona sina mimba? Mama hakuamini, akanisogelea na kulibinya tena tumbo langu, ndipo akajua kweli mambo yasharibika. Una mimba we mpuuzi. Huyo mpumbavu mwenzio ni nani? Nina huyo mjinga mwenzio. Ni mmoja kati ya wale wanaojenga barabara. Niliongea kwa umakini kabisa. Niliambulia kofi hilo. Sikuwahi kupigwa hilo kofi. Kwa sababu ametoka mjini ndo maana? Si ndio? Unamwamini vipi? Lola, una akili kweli wewe? Mama ananipenda, alisema atanioa tutaenda wote mjini. Mama aliniangalia huku akiwa anasikitika tu. Hauna kitu kichwani, ndio maana amekudanganya. Kwa akili yako unafikiri atakuchukua pango pakavu wewe? Wewe akuchukue, akuoe. Hivi akili zako zinafanya kazi? Akili zako lipeleka wapi mwanangu? Ona, usharibu maisha yako, mpuuzi wewe. Kesho asubuhi jiandae tunakwenda kuonana naye. Nataka aseme malengo yake kwako wewe ni yapi. Umesikia Lola? Ndio mama. Basi tukaingia ndani kwenda kulala. Usiku nilala na mama chumbani, maana aliogopa kuwa nitatoroka. Ila mimi kwa upande wangu sikujali, maana nilijua tu Riko atanioa na tutaenda mjini. Na najua Riko ananipenda sana, hawezi kunikana kuhusu mimba yake. Najua atafurahi sana. Asubuhi tulipoamka mimi na mama, tulitoka kwenda kwenye eneo la ujenzi ambako alikuwa Riko. Tulifika, mama kauliza yuko wapi nionyeshe huyo mwanaume. Nikaanza kumtafuta pale lakini sikumuona kabisa. Lola, yuko wapi nionyeshe huyo mjinga? Mama, simuoni, labda hajafika bado. Usianze kunitania Lola, nitakuvunja miguu ubaki kiwete. Nitakauliza wenzake huko, la sivyo utaniona mbaya. Ili mama asinivunje miguu, nikaenda kwa wale wenzake waliokuwa pale. Baadhi yao wananijua kwa sababu nilikuwa ninaenda mara moja kumwona Riko. Mmoja kati yao anaitwa Saidi, anapendaga sana kuniita kipindi anaponiona. Shem wake, naona amekuja kumuona mshikaji. Akacheka. Ndio, lakini simuoni yuko wapi? Simuoni hapa, au amechelewa? Aje kuambia. Jamaa mbona kaondoka toka juzi ujui? Nini? Ameondoka? Ameenda wapi? Nilistuka nusu nizimie. Amerudi zake tauni, maana kazi yake hapa imeisha. Alikuja tu kwa siku chache na kuhakikisha mambo yako sawa, and then karudi zake. Nililegea kama mlenda mpaka nikakaa chini kwenye vumbi bila kujua nimekaa saa ngapi. Saidi mwenyewe alishangaa, maana nilianza kutokwa na machozi kama bomba. Shem, shida nini? Kabla sijamjibu bi mkubwa akafika pale nilipokuwa nimekaa. Lola, nini kimekutokea? Yupo wapi huyo mjinga au ni huyu? Mama akataka kumvamia Saidi akifikiri ndiye alinipa mimba, ila nikamzuia asije kumpiga kijana watu bure. Hapana mama, sio yeye. Kama sio yeye basi ni nani? Nani aliyokupa mimba? Saidi hapo ndipo akajua kwamba Riko ndo alinipa mimba. Akasema kwa heshima, samani mama, lakini unemtafuta yuko hapa, ameshaondoka mjini. Mama akauliza anarudi lini? Saidi akajibu arudi, maana kazi yake imeisha. Ilikuwa habari mbaya sana kwangu, siwafichi. Mama akanitazama kwa hasira kama anataka kunipiga pale mbele za watu, lakini akajizuia. Umeona ulivyomjinga? Huyo mwanaume kakutumia, kakuacha na mimba. Unamtafutia wapi sasa? Unajua anaishi wapi mjini? Hata uko mjini hujui unaanzia wapi. Watu watanionaje mimi Lola? Mtu kama mimi napasa kuwa mfano mzuri, ila wewe unaniharibia kila kitu. Kwa sasa
Utazaa mwenyewe, utalea mwenyewe bila mume? Aisee, hapana, hizi aibu mimi sizitaki. Kwa taarifa yako, usirudi nyumbani. Ukirudi nitakuvunja miguu nikupike supu, mpuuzi mmoja wewe. Mama akaondoka bila hata kugeuka nyuma. Alikuwa amekasirika vibaya mno. Kama ningemfuata basi kweli angenivunja miguu. Saidi alinionea huruma mno. Sasa Lola, unafanya nini? Kama vipi nimpigie simu jamaa umwambie? Nikamjibu huku machozi yanatiririka. Sina namba yake ya simu. What? Hata namba huna? Sasa utafanyaje? Saidi alishangaa. Tafadhali Saidi, nisaidie kumpata Riko. Najua una namba yake, najua unamjua anapoishi mjini. Tafadhali, siwezi kubaki hapa kijijini. Ikifika jioni kila mtu atakuwa anajua nina mimba. Na baba mtoto ameniacha, sitaki kuishi hapa. Ni aibu hii ya milele. Nataka kumtafuta Riko, hata kama hata nioa, at least ajue tu kuhusu mtoto. Tafadhali. Lakini siruhusi kutoa taarifa za mtu yoyote bila idhini yake. Najua, lakini atafurahia. Naomba kabisa usiniache hivi. Kama una huruma basi naomba unisaidie. Sitaki kitu kingine zaidi ya namba yake na mahali anapoishi. Saidi maskini akatoa karatasi na kalamu, akaandika namba ya Riko na sehemu anapoishi. Kisha akanielekeza vizuri jinsi ya kufika hadi nyumbani kwao. Baada ya hapo nilimshukuru sana, kisha nikarudi nyumbani. Mama hakuwa anataka kuniona, lakini nilipomwambia kwamba ninajua anapoishi Riko na namba yake ya simu ninayo, kidogo akapoa. Akasema, tutaenda mjini tukamtafute ili tumalize hili swala. Hapo mama hajui kama anaitwa Riko, yeye anamuitaga mpuuzi au mjinga. Wakati huo kijiji chote tayari kilikuwa kishajua kwamba nina mimba, na aliyesambaza hizi habari sio mwingine bali ni Salome. Ila huyu dada naye friji lake aligandishi kabisa. Sijui kwa nini jamani. Kesho yake tukaamka mapema, tukaanza kupaki nguo hasa zangu mimi, kwa sababu mkubwa aliniambia tukifanikiwa kumpata huyo mjinga mwenzangu basi ataniacha kwake. Kwa hakikisha unapakia nguo zako zote. Nikajaza shangazi kaja lango top. Baada ya kumaliza kujiandaa, tukamwacha Lulu kwa jirani yake huko kwa siku kadhaa, kisha tukaanza safari ya kwenda mjini. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kutoka nje ya kijiji, tena pia mara yangu ya kwanza kwenda Dar es Salaam. Nilikuwa nasikia tu mambo mengi kuhusu Dar es Salaam, ni pazuri jiji la pasa, lakini ni pagumu pia kama una kazi. Kwa ilikuwa ni mara yangu ya kwanza na nilikuwa na furaha sana kushangaa mandhari nzuri ya jiji. Safari hii haikuwa mbaya wala haikuwa ndefu. Amwezi amini, njia nzima tukula hata ndizi mbivu. Nilikuwa na kiu sana, ila nilikuwa naona noma kumwambia mama, maana ningeambulia matusi tu sio maji. Basi tulifika Dar es Salaam saa 11 jioni. Jua lilikuwa linaenda kutua. Nilishangaa tu kuona pilika za watu hapa na pale. Jiji limechangamka kwa kweli. Kwa kuwa tukua na simu, mama aliazima simu kwa shilingi 500 tu tumpigie Riko, lakini baada ya kumpigia mara 3 simu yake ilikuwa ipatikani, yani ilizima kabisa. Oh my god. Mpaka pale tulikuwa hatuna njia nyingine zaidi ya kwenda hadi anapoishi. Bibi mkubwa alikodi bodaboda huko analalamika maana hela yote ya mazao shambani imetumika kwenye usafiri huo. Basi jamaa bodaboda hakututoza hela nyingi. Baada ya kuona bibi mkubwa analalamika mno, alitupeleka mpaka sehemu tulioelekezwa kwa karatasi na Saidi. Ile tunafika tu tukakuta bonge la sherehe nje. Kuna magari mengi ya kifahari pamepambwa kama peponi. Bibi mkubwa ikabidi amuulize yule bodaboda, mwanangu, hapa ni sehemu sahihi kweli? Mbona kama kuna sherehe? Yule bodaboda akajibu, ndio mama, ni hapa. Aya sawa. Bibi mkubwa akamlipa bodaboda. Kazi ikawa imebakia kwetu. Tukatembea kuelekea kwenye geti, lakini mlinzi alituzuia kuingia kwanza. Mavazi yetu yalikuwa hayaendani kabisa na ile sehemu. Tulikuwa tunanuka uvundo, hata mtu akituona kwa mbali anaweza atushangae kwa muda mrefu sana. Basi
Mlinzi akatuzuia bwana kuingia ndani. Tukamwomba sana ule mlinzi ila bado akakataa. Hakuturuhusu tuingie ndani. Basi tukabaki tumekaa pale nje ya geti kama lisali moja hivi, huku tunasubiri huruma ya bwana mlinzi, pengine Rico angetoka nimuone. Wakati tunaendelea kusubiri, ule mlinzi akatoka kidogo. Lisi alikuwa anaenda chooni. Bi mkubwa akasema, "Mlinzi kaondoka, tuingie ndani haraka." "Mama, tukikutwa huko mimi naogopa." "Unaogopa nini? Kwa hiyo unafurahi kukaa hapa nje unapigwa na upepo wakati mhalifu mwenzako yupo ndani anafanya sherehe? Nyanyuka hapo haraka, tuingie ndani tumtafute, sina muda wa kupoteza mimi." Sikuongeza neno, nikaamka nikabeba shangazi kaja langu tukaingia ndani. Huko ndani kulikuwa pazuri kweli jamani. Kuna watu wana hela jamani, aisee. Watu wote wamevaa vizuri. Tena wanaonekana wana hela hatari. Sisi tunaonekana tumevaa tumetoka porini. Bi mkubwa alinong'oneza, "Acha kushangaa Lola, mtafute huyo mpuuzi mwenzako haraka." Akanipa kifinyo juu kwamba niache kudua. Basi nikana mtafuta huku na kule. Nikona sikumpata kabisa Rico. Nilipita karibu na meza za watu kuangalia kwa karibu na kuangalia watu usoni kwamba labda nitamuona. Nikaanza kuhisi labda Saidi alinidanganya, huenda sio pale kwa kina Rico. Nikiwa naendelea kushangaa, MC akataka watu watulie. DJ akazima mziki, huku kila mtu akanyamaza kimya. MC akasema, "Muda ndio muda sasa. Tulikuwa tunangojea kwa kuwa zoezi la kuwavalisha pete limeshakamilika. Tumpokee tena Rico na mke wake mtarajiwa Maya kwa ajili ya kukata keki." Watu wakapiga makofi, huku kwa mbali nikimuona Rico wangu ndani ya suti fulani hivi amazing. Tena akamshika mkono dada fulani hivi pisi kinoma. Noma sana yani. Na huyo ndiye Maya, mke mtarajiwa, anekuja mbele. Wakicheka na Rico kuonyesha jinsi gani wanapendana. Sikuamini macho yangu mpaka chozi likanitoka. Kumbe siku hiyo ilikuwa ni siku yao. Tayari washavalishana pete. Sema ni vile tu tulifika wakati ndo shughuli inaisha. Aisee, nilitetemeka kama nina degedege vile. Imagine mwanaume ambaye ninayempenda aliniambia anataka kunioa. Akanikula na kunitostiana wangu. Leo hii eti ana mchumba mwingine ambaye anataka kumuoa. Niliumia sana. Pole nikatembea kuelekea pale mbele. Walipokuwa huku machozi yakinitoka. Nilipokaribia Sindio Rico akaniona. "We, jamaa akapaniki vibaya mno. Kijasho chembamba kinamtoka." Nikamuuliza kwa sauti, "Kwa nini?" Kila mtu kwenye sherehe akageuka, akaniangalia. Wakaulizana, "Huyu nani? Mbona analia? Mbona amevaa hivi? Ana nini?" Pale bi mkubwa naye akasogea. Akauliza kwa sauti tena, "Ndo mwanaume aliyekotea mimba sio?" Watu pale wakazidi kunong'ona. Tayari sherehe ishaingia doa. Acha Maya wa watu waanze kulia kama kichaa. Yaani dakika 2 tu zilitosha kufanya sherehe yao ivurugike. Kabla sijajibu kitu, Rico alikuja mbio akanishika mkono na kunivuta. Sikujua ananipeleka wapi, ila nilikuwa nimelegea kwa kile kitu nilichokuwa nimeshuhudia. Rico alinikokota akanipeleka mbali kabisa na lile eneo. Kama sikosei ilikuwa ni karibu na nyumba yao. "Lola, unafanya nini hapa?" Kutokana na sauti yake nilielewa kabisa mwamba hajafurahi kuniona. Nikasema huku nalia, "Nimekuja kukuona, kwani uliondoka bila kuniaga?" Nilisahau mambo alikuwa ni mengi, lakini sio sababu ya wewe kuja hapa kuniharibia sherehe yangu. Alichukia, "Rico, unaoa mtu mwingine?" Bila hata aibu akasema, "Ndio, leo mimi na Maya tunavalishana pete ya uchumba. Maya ni mchumba wangu, na mimi je? Wewe ni Lola. Tulikuwa tunafurahishana tu. Sikujua kuwa utafika hatua kunifuata mpaka nyumbani. Kapenzi kadogo nilikokupa ndo kamekuchanganya akili namna hii. Alafu nani alikwambia naishi hapa? Ni Saidi sio?" "Kunifurahisha, Rico. Uliapa kwamba utanioa, utanipenda. Ulikuwa unamaanisha nini kusema kuwa utanioa na utanipenda? Yaani unasema eti tulikuwa tunajifurahisha tu?" Rico akacheka kwa dharau. "Ni kwa wewe una nini cha kuleta mezani?" "Hakuna. Nitawezaje kuonyesha wazazi wangu msichana kama wewe
Kwanza watanicheka na kunidharau. Nina wazimu. Umemwona Maya? Angalia alivyo. Ana levo za juu, ana kazi nzuri, ametoka kwenye familia yenye hela. Huyo ndiye nataka awe mke wangu. So wewe tulikuwa tunafurahishana tu. Nilitamani nimrukie ule kaka, nimkunje kama karatasi. Kwa nini usingesema kuwa hauna mpango wote na mimi ili nisikupende kiasi hiki? Sawa, vipi kuhusu hichi kiumbe? Mimi nina mimba ujue. Eti mimba? Sidhani kama ni yangu. Nini? Riko, bora nikatae mimi, sio hichi kiumbe. Kumbuka nilikuwa bado bikra, sikuwahi lala na mwanaume zaidi yako. Hii mimba ni yako. Riko akagundua kwamba sitani. Hapo ndipo akaanza kupaniki. Aliweka mikono kiunoni. Akawaza afanye nini tukiwa pale pale. Akaja mtu mwingine, kaka fulani hivi mzuri kuliko Riko, na alikuwa amevaa suti. Sema alikuwa mzuri mno kwa sababu ana body la gym. Huyu sasa ni Kethi, binamu yake Riko. Kuna nini hapa? Riko, nini kinaendelea? Aliuliza. Riko akasema, bro, nimeharibu kila kitu. Nini kinaendelea? Huyu msichana ni nani? Yule kule mama yako kapaniki. Maya analia, yani kila kitu kimeharibika. Bro, unamkumbuka yule msichana wa kijijini ndio kukuambia ndio huyu hapa, anaitwa Lola. Anasema na mimba yangu. Kethi akanigeukia, akaniangalia kama sekunde kadhaa. Kisha akamgeukia tena. Riko, unasema nini? Sasa utafanya nini? Maana Maya na wazazi wako wakijua moto utawaka. Na sitaki wajue, sipo tayari kumpoteza Maya. Nampenda. Bila aibu akasema vile mbele yangu. Utadhani sikuwa kabisa na thamani mbele yake. Kethi akamwambia, kama ukutaka kumpoteza kwa nini ulifanya hivi, bro? Nilikuwa nachangamsha tu mwili. Sikujua atapata mimba. Kethi akavuta pumzi. Sasa tunafanya nini? Kama ana mimba inabidi umuoe. Hapana bro. Hebu muone kwanza alivyo. Yuko level yangu kweli huyu? Yaani sijui kumtia hata kichwani. Uwezi amini. Siwezi aisee. Upasi kusema hivyo mbele yake. Kethi alinihurumia. Kwa nini usiweke wazi? Lazima ajue umpendi. Na hata hivyo mimba sio yangu. Nina uhakika kabisa sio yangu. Kethi ikabidi anigeukie. Pole sana, lakini naomba kuuliza, una uhakika mimba ni yake? Nikajibu ndio, nikiwa nalia. Hii ilimfanya Riko akasirike zaidi. Anadanganya bro, huo ni uongo. Muone anavyojiliza. Kethi akauliza, kwa nini adanganye? Kwa sababu sisi ni matajiri, wao ni maskini. Ni tamaa, anataka nimwoe faidike na maisha mazuri. Au nadhani sijui mipango yake? Okay, nimekuelewa, lakini una uhakika mtoto sio wako? Kuwa mkweli Riko, please. Maana usije kumbebesha binti watu mzigo peke yake. Maneno ya Kethi yalimfanya Riko ajisi vibaya. Bro, nahisi ni yangu kweli. Nilikuwa naikataa tu ili mipango isiwe mingi. Sasa unafanya nini? Mama yake yuko kule. Ameshaambia wazazi kwa binti yake ana mimba ya kijana anayeishi humu. Na sijui itakuwaje. Ila hajataja jina lako. Riko akasema basi, lazima unisaidie tafadhali bro. Uso wa Kethi ukabadilika. Riko akanigeukia na kuniuliza, mama yako ananijua? Anajua mimi ni nani na jina langu labda? Ulishai kumwambia chochote kuhusu mimi? Nikasema ajui chochote zaidi ya kazi yako tu. Riko akatabasamu, akasema hapo sawa. Nimepata nafasi nzuri. Hapana, siwezi kufanya hivyo. Kethi alikataa. Nikashindwa kuelewa kuna nini kinachoendelea. Kwa nini bro? Ni kwa leo tu please. Nisaidie kwa kweli jahazi. Riko, kwa nini usikubali tu kweli? Nilifanya hivyo kwa kipindi kile kwa ile demu wa posta, nikasema ni demu wangu. Kumbe sio, ili kukusaidia, unakumbuka? Ili baki kidogo tu nijulikane. Mimi sipo tayari kufanya hivyo. Wewe kubali tu. Riko akasema, nakuomba, sipo tayari kumpoteza Maya. Au unataka ndugu yako nife kwa sababu ya mapenzi?
hakuna kitu utasema leo ambacho kinaweza kunishawishi. Kathy, mbona hii issue ni simple tu. Ni kwa leo tu, kila kitu kitaenda sawa basi. Inakwisha. Naomba ufanye hivi. Wewe sema Lola ni mpenzi wako. Sawa, afu mimba ni yako. No. Siwezi. Kathy aliendelea kukataa. Acha hizo bro, please. Na magoti na kupigia. Naomba nifanyie hivyo. Kwanza nataka kujua plani yako kuhusu huyu msichana. Utafanya nini kama nitakubali kukusaidia? Riko akasema, wakiamini and then kesho Lola na mama yake wanarudi kijijini, alafu nitakuwa nawatumia hela matumizi kila mwisho wa mwezi. Na mimi je, unadhani wataniuliza kuhusu Lola? Nitawaambia ana mimba yangu? Lola alina shida bro. Utawaambia amerudi kijijini, utawatumia hela kila wiki. Sidhani kama kuna mtu atakuuliza tena baada ya hapo, kwa sababu ni maisha yako binafsi tena. Kathy akavuta pumzi, akaniangalia, akaona vile nipo kimya nalia. Ilimuuma, akakubali, hakutaka kukataa tena. Baada ya kukubaliana, wakaniambia ukiulizwa aliyekupa mimba ni nani, useme ni Kathy. Baada ya Riko, alafu utulie. Ilibidi nikubali kwa sababu sikuwa na chaguo lingine. Basi tulirudi kule tulipokuwa kwenye sherehe. Watoto walikuwa wameondoka isipokuwa wazazi wa Riko, wazazi wa Maya, baba yake Kathy. Mama yangu alikuwa amekaa pembeni. Tulipofika wote walituangalia wakisubiri maelezo. Ila wakaona kama tunajivuta kuongea, kuna nini hapa? Hawa ni akina nani? Na mbona mama yake anasema mimba ni ya mmoja wenu? Ni nani? Baba Riko alifoka. Kila mtu akanyamaza kwa sababu ya hofu. Riko, unahusika? Mama mtu akauliza, maana anajua kabisa mwanae alivyo mapepe. Riko akajibu haraka, hapana mama, sihusiki kabisa. Usinipotezee muda, mmoja wenu awajibike hapa. Lola, mtaji huyo kijana aliyekuchezea. Mama akawa mkali. Bila kupoteza muda, nilitamani niseme ukweli kuwa Riko ndiye baba wa mtoto wangu, lakini nilipomwona Maya analia pembeni, moyo uliuma. Sikutaka kumuumiza zaidi kwa kumpa taarifa eti mume wake ni mtarajiwa wangu, yani baba kijacho. Kwa hivyo kama tulivyokuwa tumepanga, nikasema ni Kathy. Watu wote pale walishangaa kwa sababu Kathy ndiye kijana mstaarabu kuliko wote, hana mambo ya ovyo. Nikisema Riko kidogo wangeamini kirahisi. Mama Riko akasema, Kathy, inawezekanaje? Nidhani Riko ana ujinga. Kumbe hata wewe. Ilitokea lini Kathy? Baba yake akauliza. Kathy akajibu, wakati anti alinipa kazi ya kwenda kijijini kumwangalia Riko, nilikaa kule siku kadhaa, kama mnakumbuka. Hapo ndipo nilikutana na Lola. Aliposema hivyo na mimi nikakumbuka kuwa kweli kuna siku Riko alisema mama yake amemmisi, hivyo atamtuma binamu yake aje kumuona. Kumbe ndiyo Kathy alikuja, ila sikuwahi kumuona kwa sababu Riko hakutaka kunitambulisha. Baada ya Kathy kusema hivyo, kila mtu ndo akaamini. Na nikamwona Maya narudi kuwa na furaha. Babake Kathy alionekana kusononeka sana. Maskini Kathy yote anafanya kumsaidia binamu yake mpumbavu. Mama yangu akauliza, sasa mpango wako nini kuhusu binti yangu? Kathy akajibu, nitamtumia pesa kila mwezi za mahitaji mengine na nitamlea mwanangu. Mama akauliza tena, na kumuoa je? Uliahidi utamuoa au ulikuwa unamtumia tu mwili wake? Samani mama, kwa sasa sipo tayari kuoa, lakini nitamhudumia. Kesi inabidi atumie hela tu za matumizi ili kumhudumia mimi pamoja na mtoto. Riko aliniangalia kwa dharau, laiti wangejua ukweli sijui sura yake angeficha wapi. Basi kila mtu akakubaliana na hilo swala kwa turudi kijijini huku tusubiri kutumia hela matumizi kila wiki au kila mwezi mpaka hapo plani itakapoenda kuwa vizuri kabisa. Lakini baba Kathy akabadilisha mchezo. Akasema, sikubaliani na hili swala. Mnajua kabisa jinsi gani nimeteseka kumlea Kathy peke yangu bila msaada. So sitaki kabisa ichi tena kitokee. Huyu binti, kwa hiyo hapa Kathy utamuoa huyu binti.
ili mlee mtoto wenu. Mambo ya kugeukana hapa mimi sitaki. Nikamwona Riko anatoka kijasho cha pua. Baba hapana, Kethi maskini akakataa. Nani anataka kuuzwa mbuzi kwenye gunia? Haya ndio maamuzi yangu. Ili ujifunze. Umri wako unaruhusu kabisa kuoa. Nimeshamaliza kusema hivyo. Eti nitaolewa na Kethi. Baada hapo baba Kethi akatoka na mama pembeni kwenda kuongea. Muda huo Kethi alikuwa ana paniki. Anamwambia Riko kwa sauti ya chini, "Kwa umekaa kimya wakati kosa lako?" "Hapana. Nasema ukweli." "Bro, tulia basi, usiharibu bana. Tutaongea baadaye. Kwa sasa subiri kwanza. Tulia bwana. Please nakuomba utulie." Mpaka Kethi akatulia. Basi baada ya muda mama na baba Kethi wakarudi. Ila niligundua mama anatabasamu sana. Nikajua hapa tayari kashalambwa pesa ya kutosha. Alinita pembeni akaniambia, "Lola, narudi kijijini leo. Maana Lulu kule nimemwacha kwa watu. Baba Kethi kashanipa ahadi kuwa lazima uolewe. Kwanza familia yao ina pesa sana mwanangu. Kwa kamatia hapo. Kwa mama unaniacha. Unataka nibaki ili iweje wakati nishamaliza kazi yangu? Hapa nasubiri barua wailete wajomba zako. Tuongee habari ya ndoa, alafu kuna kitu kinanichanganya. Wewe ulisema aliyekupa mimba ni Riko?" Anajenga barabara, japokuwa Kesi naye pia alikuwa anajenga barabara. Imekuwaje? Namuona ndugu yake Riko hata ule mwenzake kama wamefanana hivi, lakini mbona kama sielewi. Alisema alishamaliza kazi yake ndio maana akaondoka. Mbona mnanichanganya? Mama alinikazia macho, nikasema hapa nisipojibu kwa akili nitaharibu. Mama na wewe ulinielewa vibaya. Kesi ndio alikuwa anajenga barabara, kumbe nilichanganya. Hata ule Saidi alichanganya tu, wote waongo. Mama una bahati babake alikubali hivyo, la sivyo ningemuonyesha upande wangu wa pili. Kuacha niende. Kukiwa na taarifa yoyote utanipigia. Sawa? Nikamwambia sawa. Baada ya kusema hayo mama akabeba begi lake, huyo akaondoka zake. Hapo Kesi kavimba hatari, anatamani amfuate Riko, amchane mazima kwamba yeye hawezi kulea mimba ambayo sio ya kwake na hawezi kuoa mwanamke ambaye hakutarajia kumuoa.